Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa John Samuel Malechela, Waziri Mkuu na Makamu wa Kwanza wa Rais mstaafu, Mheshimiwa Frederick Sumaye, Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa Mizengo Pinda, Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa Suleiman Abdallah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Anna Makinda, Mheshimiwa Spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Tulia Ackson, Spika mstaafu wa Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Zuberi Alid, Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Daniel Baransilo, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Waheshimiwa wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hamza Said Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, ndugu Baraka Leonard, Katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Injinia Zena Said, Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Katibu wa Baraza la Mapinduzi, waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo hapa, makatibu wakuu mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mabalozi na wakuu wa mashirika ya kimataifa, wa jumuiya za kidiplomasia, ndugu Emmanuel Tutuba, Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, viongozi mbalimbali mliopo, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wageni wote waalikwa mliopo nasi, mabibi na mabwana, kazi na utu. Asanteni sana. Mheshimiwa Spika, naanza na wingi wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu tujalia uzima na kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo. Kwa mujibu wa ibara ya 91, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana dhima ya kulifungua rasmi Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kwa msingi huo leo nipo hapa kulihutumia Bunge ili kutimiza matakwa ya ibara hiyo. Kabla ya kufanya hivyo, nianze na jambo la huzuni lililotokea hapa nchini, na naomba waheshimiwa wote wa Bunge na waalikwa tusimame kwa dakika moja ili kuwaombea wenzetu. Waheshimiwa, tukae tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe 29 siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani. Amen. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na tunaomba Mwenyezi Mungu kama tulivyoomba awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza
kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Mheshimiwa Spika, baada ya kueleza sononeko hilo, nijielekeze sasa kukupongeza wewe Mheshimiwa Musa Azzan Zungu kwa kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Ilala na kupata imani ya waheshimiwa wabunge waliokuchagua kuwa spika wa bunge hili la 13. Ni imani yangu kwa uzoefu wako katika bunge hili utakuongoza kusimamia utekelezaji wa shughuli za bunge kwa ufanisi mkubwa. Aidha, nitumie fursa hii kumshukuru kwa dhati Spika mstaafu Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson kwa kuliongoza vyema bunge la 12. Serikali inaahidi kutoa ushirikiano wa kutosha katika utekelezaji wa majukumu ya bunge hili la 13. Kwa kauli hiyo hiyo, nimpongeze pia Mheshimiwa Daniel Baram Silo kwa kuchaguliwa kuwa naibu spika wa bunge hili. Aidha, nirejee pongezi zangu kwa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameapishwa leo asubuhi. Niwapongeze pia waheshimiwa wabunge wote kwa kuaminiwa na Watanzania kuwawakilisha katika kazi ya adhimu ya kutunga sheria, kuishauri na kuisimamia serikali kupitia bunge hili la 13. Hongereni sana. Waheshimiwa wabunge, hii ni dhamana na dhima kubwa sana mliopewa na wananchi, na vivyo hivyo matarajio ya wananchi kwenu ni makubwa pia. Matarajio yao ni kuwa mtatumia muda wenu mwingi kuwa na mijadala inayoakisi raha na karaha wanazoziona, na mtasimamia na kuishauri serikali ipasavyo juu ya kutatua changamoto zao, na kwamba wakati wote mtajielekeza kulinda maslahi ya wananchi waliowachagua na maslahi mapana ya taifa letu. Mheshimiwa Spika, kwa vigezo vyovyote vile, bunge hili ni jipya. Takwimu zinaonyesha kuwa wabunge 223 kati ya wabunge 393, sawa na 56.7%, ni wabunge wapya kabisa. Aidha, 45% ya wabunge wote ni wanawake. Wabunge wanawake asante. Hongereni sana wabunge wanawake. Mheshimiwa Spika, tunasogelea 50%. Tuko 40 point. Wabunge wanawake waliogombea majimboni safari hii ni 36, ikilinganishwa na wabunge 21 katika bunge. Uchaguzi mkuu umeleta mabadiliko makubwa kwa kuongezeka kwa idadi ya wabunge wanawake walioshinda kupitia majimbo na kuongeza idadi ya wabunge wanawake wa viti maalum. Mheshimiwa Spika, uchaguzi mkuu wa kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wabunge, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na madiwani ulifanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu nchini kote. Watanzania kwa mamilioni walijitokeza kupiga kura na kuchagua viongozi waliowataka. Kazi iliyo mbele yetu sasa ni kujenga mshikamano na umoja wa kitaifa, ili sote kwa pamoja tuijenge, tuitunze na tuilinde nchi yetu na kuzidi kunyanyua hadhi ya taifa letu. Nitumie nafasi hii kuwashukuru tena wananchi wa Tanzania kwa kujitokeza na kushiriki vyema kwenye hatua zote, kuanzia kujiandikisha katika daftari la kudumu la kupiga kura, kuhakiki daftari na kupiga kura. Kwa mara nyingine tena, wananchi wamethibitisha kuwa kushiriki uchaguzi ndio njia ya uhakika na ya salama ya kubadilisha viongozi wasioridhika nao au wasioridhika na huduma zao. Njia nyingine zozote hazina kheri wala salama ndani yake. Niendelee kuipongeza Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi
kwa kuendesha vyema uchaguzi huu, mchaguzi mkuu wa kwanza tangu kuundwa upya kwa tume hiyo. Safari hii wakurugenzi wa halmashauri hawakusimamia uchaguzi, wala hakuna mgombea aliyepita bila kupingwa. Sisi tuliogombea na vyama vyetu hatukukosa viwanja vya kufanyia mikutano yetu. Kwa ujumla, uliofanyika kuongeza vituo vya kupigia kura ulisaidia sana kuondoa mgongano katika vituo hivyo. Kwa hakika kura ilirahisishwa sana na kuchukua muda mwingi ulivyoeleka. Jambo hili limewafanya pia waangalizi wa uchaguzi ni kwamba wananchi hawapokezi bora. Mheshimiwa, moja na kufanyika kuongeza vurugu za uvunjifu wa amani ambao ulisababisha kupoteza maisha, hatarisha usalama wa nchi. Tunapoenda mbele, wasihi sana wa Tanzania tuwe na maelewano, ushirikishwaji, kurekebisha na umoja. Vijana, kwa wanangu vijana wa taifa hili la Tanzania, niseme kuwa nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kufanya mlioyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie hilo kwa wanangu vijana wa taifa la Tanzania. Sisi wazazi wenu, kama tungeyafanya mlioyafanya nyinyi, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Hivyo ni wasihi sana wanangu vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia. Msikubali kabisa. Hili nawaomba mlikatae kwa nguvu zenu zote. Ninyi ndio walinzi na wajenzi wa taifa hili, na wasihi kamwe msije kuwa wabomoaji wa taifa lenu. Mheshimiwa Spika, kuna wakati vijana hufuata mkumbo wa uhalifu kwa ushabiki. Ninatambua kwamba vijana wengi waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini hawakujua wanachokifanya. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavyoelekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Asante Mheshimiwa wabunge, nashukuru. Waheshimiwa wabunge, ukiangalia klipu zile za maandamano, unaona kabisa kuna vijana ambao waliingia kwa kufuata mkumbo. Wanaimba kwa kufuata ushabiki. Hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama mlezi, kama mama, ndio maana naelekeza vyombo vya ulinzi na usalama, hasa ofisi ya DPP, kuchuja viwango vya makosa, na kwa wale waliofuata mkumbo basi waseme nao kisha wawaachie waende kwa wazazi wao.
Natoa msamaha huo kwa sababu hata maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 34 yanasema, na hapa nanukuu, Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Ndugu zangu wa Tanzania, tujifunze kutokana na mapito yetu. Hapana shaka kwamba Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia. Ila neno demokrasia kamili inaweza kutafsiriwa kwenye mitazamo tofauti. Haina formula moja. Kama taifa tunaendelea kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi sote kwa umoja wetu tunapaswa tuitumie fursa hii, tuendelee kujifunza, tujirekebishe na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi zetu na sio za kuletewa. Kama tulivyoagizwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kipindi cha miaka 5 mwaka huu 2025 mpaka 30, moja ya hatua itakayotufikisha kwenye maelewano hayo ni marekebisho ya katiba yetu. Serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku 100 za muhula wa pili wa awamu ya 6 kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano. Mheshimiwa Spika, tunapozungumzia umoja wa kitaifa tunaongozwa na uwepo wa tunu ya muungano wetu. Hivyo basi kuhudumisha, kuimarisha na kuenzi muungano wetu kutaendelea kuwa kipaumbele cha serikali tunayoiunda. Tutaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha tunatatua changamoto za muungano kila zinapojitokeza. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 iliendeleza tulioanza katika awamu ya 5, na hivyo kauli mbiu yake ilikuwa kazi iendelee. Ninyi ni mashahidi, waheshimiwa wabunge, kuwa kazi iliendelezwa na mengi yalikamilishwa. Kama nilivyoeleza katika hotuba ya kufunga bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 27 Juni mwaka huu 2025. Niwahakikishie katika miaka 5 ijayo tutalinda na kuendeleza mafanikio haya pamoja na kuleta mafanikio mengine na makubwa zaidi. Katika kipindi cha kampeni, mimi na mgombea mwenza tulitembea nchi yote kuomba kura na tukisikiliza na kuyabeba matakwa na mahitaji ya wananchi katika kujenga nchi yetu kwa maisha bora zaidi ya baadaye. Tuliwaahidi kuwa wakitupa tena dhamana ya kuongoza taifa letu, tajielekeza katika kutekeleza kauli mbiu ya kazi na utu, tunasonga mbele. Yaani kuhakikisha kuwa jitihada zozote tunazozichukua za kuleta maendeleo nchini zitalenga kuinua, kuongeza thamani ya utu. Hakika tulisikiliza na kuelewa matamanio ya wananchi ya kupata serikali inayoshughulikia changamoto zao kama vile suala la gharama za maisha, kuongeza fursa za kazi na ajira ili waweze kujiendeleza kiuchumi na kuimarisha ustawi wa jamii zetu. Nataka niwahakikishie kwamba serikali itachochea upatikanaji wa fursa za kiuchumi na kujenga matumaini kwa vijana, wanawake, makundi ya watu wenye ulemavu na hata wazee kuanzia mijini mpaka vijijini. Mheshimiwa Spika, na masuala ambayo niliahidi wananchi kuwa tutaanza kuyafanyia kazi ndani ya siku 100 za mwanzo za kazi. Kwanza kabisa linahusu utumishi na utawala bora, nalo ni suala la uundwaji wa serikali. Niliahidi wananchi kuwa serikali nitakayoiunda itawajibika na kuendelea na mageuzi ya sera zinazogusa maslahi na ustawi wa maisha ya wananchi moja kwa moja. Hivyo basi ni lazima viongozi wa serikali kwa ngazi zote
kuanzia mawaziri hadi maafisa tarafa, wawe karibu na wananchi ili kuweza kufahamu changamoto zao na kuwajibika kwao. Kwa kuwa ahadi tulizozitoa ni nyingi, matamanio ni mengi, matarajio ni makubwa na muda wa kuyatimiza haya ni mchache, tutaongeza kasi ya utekelezaji wa mipango ya serikali ili tuweze kufikia malengo tuliyojiwekea. Na yasema haya mapema kwa watendaji waliopo serikalini, na mnaona makatibu wakuu wako hapa, na wale nitakaowateua kwa ajili ya kujitayarisha kisaikolojia na kujipanga vyema kufanikisha malengo hayo. Wananchi wanahitaji mabadiliko. Msipobadilika kulingana na matarajio ya wananchi, Mheshimiwa Spika, katika hotuba ya kufunga kampeni tarehe 28 mwezi wa 8 2025 nilitaja mambo ambayo serikali ingeanza nayo ndani ya hizo siku 100. Tuliahidi kutoa ajira kwa fani za sekta ya afya na elimu. Leo ikiwa ni siku ya 12 tangu muhula huu wa pili wa awamu ya 6 uanze, tayari tumeshatangaza za watumishi wa afya. Hatua hii ni mbiu ya wananchi na elimu. Katika hali tunajiandaa kuanza jaribio bima ya afya kwa wote. Serikali itakuja kwenu waheshimiwa wabunge na mapendekezo ya namna ya kufanikisha majaribio hayo, na niwaombe muyaunge mkono mapendekezo hayo ambayo yatakuwa mwanzo wa mageuzi katika upatikanaji wa huduma bora za afya kwa watu wote nchini. Tunadhamiria kuviunganisha vituo vya huduma za afya kidijitali na kuhakikisha vinakuwa na vifaa na huduma za viwango stahiki kwa kila ngazi husika. Tunakusudia kuweka viwango vinavyofanana ili watumiaji wa bima ya afya mjini na vijijini wawe na huduma zinazolingana. Katika hatua nyingine, nimeshaelekeza Wizara ya Afya kusimamia maelekezo ya kutozuia maiti kwenye vituo vya kutolea huduma za afya wakati familia zikiendelea na taratibu za kulipa deni la matibabu kwa njia zinazolinda utu wao. Niseme kwamba ni kupitia mpango wa bima ya afya kwa wote, kadhia hii ya kuzuia maiti unakwenda kukomeshwa, kwa sababu gharama za matibabu zitalipwa na bima ya mtu anayekwenda kutibiwa. Niwasihi wananchi wote kuweka kipaumbele kwa afya zetu, kwa kila mmoja wetu kuwa na bima ya afya pamoja na wanaomtegemea. Mheshimiwa Spika, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 imeahidi, na mimi nilitangaza ahadi hiyo, kwa nitaunda tume ya kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi na kuandaa mazingira ya kuanza mchakato wa mabadiliko ya katiba. Hata hivyo, tokana na uvunjifu wa amani uliotokea nchini, tunahitaji kwanza kufanya tathmini ya kina ili tujue kiini cha sababu ya kadhia hiyo, na ndipo tuunde tume ya maridhiano. Katika muhula wa kwanza wa awamu ya 6 tulikuja na falsafa ya R4 ili kuliunganisha taifa. Serikali ilionyesha utayari wakati wote kuleta maridhiano ili kwa pamoja tuweze kujenga na kulitunza taifa letu. Serikali ilinyoosha mkono na kuwavuta na kuwakaribisha vyama vya siasa, vyama vya kijamii, sekta binafsi na hata jumuiya za kimataifa ili kwa pamoja tuijenge Tanzania. Waheshimiwa wabunge, mkono huo wa urahimu ulileta matumaini kwa nchi. Kabla ya baadhi ya wadau kuamua
kuuachilia au kuuputa mkono huo. Kwa kuwa wananchi wa Tanzania wamenipa ridhaa ya kuendelea kuongoza nchi hii, sitachoka kunyosha tena mkono wa maridhiano. Ni matumaini yangu kuwa wadau wa kisiasa wataupokea kwa dhati mkono wa maelewano, ili kwa pamoja tujenge mazingira muafaka kwa maendeleo ya taifa letu. Tutajifunza kutokana na makosa na mapungufu ya taasisi zetu za kidemokrasia. Tanzania ina uzoefu wa miongo mingi ya kidemokrasia na amani. Tanzania ina demokrasia iliyokomaa. Hata hivyo, tunaendelea kuboresha kulingana na mazingira na wakati. Ni jukumu letu sasa kujielekeza kwenye maboresho hayo kwa utashi wetu bila shinikizo lolote. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie hapo. Tanzania imekuwa na miongo mingi ya kidemokrasia, limekuwa ni taifa la amani na utulivu wa kisiasa. Neno demokrasia linaweza likatafsiriwa katika nchi yoyote ile, lakini sisi ni wakomavu wa demokrasia. Pamoja na hayo, katika safari yetu ya kuendesha Tanzania kidemokrasia, tuko tayari kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi, niwaombe makundi yote ya Watanzania, hasa vyama vya siasa, tukae pamoja, tuzungumze, tuangalie tumekosea wapi, turekebishe, tuende na safari yetu ya taifa lenye amani na utulivu. Na haya yatafanyika kwa kufuata mila, desturi zetu, miongozo yetu, kanuni zetu, mitindo yetu ya maisha, na sio kwa shinikizo. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa zaidi ya 60% ya watu wa nchi hii ni vijana, tutaweka kipaumbele kwenye sera na programu zitakazopanua fursa za kiuchumi, kutengeneza kazi na ajira, kuongeza wigo wa hifadhi za jamii na kuwajengea kesho iliyo bora. Ili kuhakikisha vijana wanapata nafasi ya kushiriki katika kujenga mustakabali mwema wa taifa letu, tutaweka kipaumbele kwenye ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya maendeleo yao. Natambua kumekuwa na majukwaa mengi ya kuwafikia vijana, ila bado shughuli zao zinafifishwa na masuala ya kisiasa, na majukwaa hayo kupoteza malengo na mvuto kwa vijana. Mimi na wenzangu serikalini tumefikiria kuwa na wizara kamili itakayoshughulikia na mambo ya vijana. Asante sana waheshimiwa wabunge. Tumeamua kuwa na wizara kamili badala ya kuwa na idara ndani ya wizara yenye mambo mengi. Vile vile ninafikiria kuwa na washauri wa masuala ya vijana ndani ya ofisi ya Rais. Jambo jingine tuliloahidi kulitekeleza ndani ya siku 100 za awali za kazi ni kuchukua hatua za kuongeza mitaji kwa ajili ya shughuli za kiuchumi za vijana na wanawake kwa kutenga shilingi bilioni 200. Serikali inaendelea kuangalia njia nzuri ya kuimarisha mfuko huo kwa lengo la kuongeza ufanisi kwa walengwa. Aidha, kwa kushirikiana na sekta binafsi, tutaanzisha madirisha ya uwekezaji kwa vijana, yani Youth Investment Windows. Madirisha haya yatatoa mikopo nafuu na mitaji ya uwekezaji kwa biashara za vijana. Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo niliyoyaeleza, kuna mengi zaidi ambayo tumejipanga kuyafanya katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Ni dhima ya serikali kuendeleza ukuaji wa uchumi
Na katika kipindi hiki tutaanza utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2025 mpaka 2050, tukilenga kujenga taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea. Dira mpya imeweka vigezo vya kuchagua sekta na maeneo ya kupewa kipaumbele yaliyobainishwa kwenye andiko la dira yenyewe. Kati ya mikakati itakayofanyiwa kazi ni kuwekeza zaidi kwenye sekta zinazoajiri watu wengi, na miongoni mwa sekta hizo ni kilimo, utalii, viwanda, ujenzi na madini. Malengo yetu ya kiuchumi ni kupandisha kasi ya ukuaji wa uchumi toka 5.6% ya sasa hadi zaidi ya 7% kuelekea mwaka 2030. Ukuaji huu utaiwezesha serikali kuboresha huduma za kijamii na kujenga miundombinu wezeshi ya kiuchumi. Tutaimarisha masoko ya mitaji kwa kuhamasisha uwekezaji wa ndani na kutumia rasilimali zetu kama madini kudhamini mikopo ya uwekezaji badala ya kuweka mzigo mkubwa kwenye deni la taifa. Mwelekeo wetu ni kukua kwa pamoja kwa uchumi unaogusa maisha ya mtu mmoja mmoja, yani microeconomy, na kukua kwa uchumi jumla, yani macroeconomy. Mheshimiwa Spika, mtakubaliana nami kuwa sekta binafsi ni nguzo muhimu ya ukuaji wa uchumi, hususan sekta binafsi ya ndani. Tutaboresha zaidi mazingira ya biashara nchini kwa kukamilisha utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara, yani Mkumbi. Aidha, tutatekeleza mapendekezo ya tume niliyoiunda ya kuboresha mifumo ya kodi nchini ili kuwapatia wafanyabiashara wetu wepesi katika kufanya biashara zao. Tutaendelea kuweka nguvu zaidi kudhibiti mfumuko wa bei za bidhaa, ambayo ni hatua muhimu katika kupunguza gharama za maisha ya wananchi. Pia tutaweka motisha kwa viwanda vya ndani ili viweze kuzalisha kwa gharama nafuu na kuuza kwenye soko la ndani na nje. Tutaongeza vivutio vya kikodi na visivyo vya kikodi ili kuchochea uzalishaji na kukuza ushindani wa bidhaa za ndani. Mbali na mikopo, tutafungua fursa mahsusi kuhamasisha vijana na wamiliki wa biashara ndogo ndogo kupata elimu ya biashara na kuweza kujisajili katika mfumo wa kielektroniki wa manunuzi ya serikali, yani TANSIS. Vile vile, kupitia vyuo vyetu vya ufundi stadi VETA, tutaongeza programu maalum za mafunzo ya ufundi stadi na kuunganisha programu hizi na miradi ya kimkakati kama reli ya kisasa, uendelezaji wa bandari, uchumi wa buluu, madini na gesi, ili vijana hawa wapate uzoefu na waweze kuajirika. Kwa watakuwa VETA wanasoma na wanakwenda kufanya mazoezi kwenye miradi mikubwa hiyo. Serikali itaanzisha kanda za kuendeleza ujuzi zitakazowezesha vijana kupata ujuzi unaohitajika katika makampuni ya sekta binafsi na kuangalia uwezekano wa kutoa vivutio maalum kwa makampuni yatakayotoa nafasi nyingi za ajira kwa vijana. Aidha, tutaweka mazingira ya kuhakikisha tunakuza vijana kwenye uongozi kwa kuwezesha vyuo vyetu kufanya mafunzo ya ulezi, mentorship, na ukuzaji wa vijana viongozi. Tutaitazama mikopo ya 10% ya makusanyo ya halmashauri zetu ili kuboresha upatikanaji wa mikopo hiyo kwa walengwa. Vile vile, ni vyema walengwa wakajua kwamba fedha hizi ni mkopo na sio msaada, ni mbegu na sio mavuno, na ni mtaji na sio ruzuku. Hivyo marejesho na tija yake lazima ionekane. Matamanio yangu ni kuona ifikapo mwaka 2030 tuwe tumetengeneza wawekezaji vijana ambao watatoa ajira kwa vijana wenzao.
Mheshimiwa Spika, kwa kushirikiana na sekta binafsi na wadau wa maendeleo, tutahamasisha ufadhili wa biashara za wanawake ili kuwasaidia wanawake wanaofanya kazi kwenye masoko. Tutaongeza na kuratibu kwa karibu mifuko ya uwezeshaji wananchi uchumi ili kurasimisha biashara zao na kuwawezesha kukopesheka. Tutawekeza katika kuboresha miundombinu ya masoko, mifumo ya maji safi na maji taka, huduma za afya na vituo vya matunzo ya watoto kwenye masoko. Katika hatua nyingine, tutalipa kipaumbele suala la kutenga maeneo ya biashara kwa wafanyabiashara wadogo na wakati, ili serikali iwatambue na kuwarasimisha ili waweze kufanya kazi zao bila bughudha na wachangie kwenye pato la taifa. Kwa rasilimali ambazo nchi yetu imebarikiwa na nguvu kazi kubwa tulionayo, ninaamini tunaweza kabisa kujipanga na kufikia lengo hilo. Kwa kufanya hivyo, ndio tutafikia lengo letu la kuzalisha ajira milioni 8 katika sekta mbalimbali fikapo mwaka 2030. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa huduma za kijamii, maendeleo makubwa yamepatikana kwenye sekta ya maji, ambapo hali ya upatikanaji wa maji ilipanda kutoka 84% hadi 91.6% mijini na kutoka 70.1% hadi 85% vijijini. Tumefikia pazuri kuliko pale tulipokuwa mwaka 2021. Hata hivyo, azma ya serikali ni kufikia 100% ya upatikanaji wa maji safi, salama na ya uhakika. Hivyo basi tunakwenda kuongeza nguvu ili kuyafikia yale maeneo machache ambayo upatikanaji wa maji bado ni changamoto. Katika miaka 5 ijayo, tutakamilisha ujenzi wa gridi ya taifa ya maji ambayo itategemea maji kutoka Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika na Ziwa Nyasa. Tutakamilisha miradi mikubwa ya maji inayoendelea ikiwemo mradi wa maji ya miji 28 na miradi mikubwa ya ujenzi wa mabwawa, bwawa la Kiwira, Mbeya, bwawa la Kidunda ambalo litahudumia Dar es Salaam, Morogoro na Pwani, na bonde la Rufiji ambayo pia itahudumia Dar es Salaam na Pwani. Vile vile mradi wa Same Mwanga Korogwe ambao utahudumia Kilimanjaro na Tanga, na upanuzi wa Capri Point kule Mwanza, kwa kuitaja kwa uchache. Mheshimiwa Spika, kwenye sekta ya afya, mbali na masuala ya bima ya afya kwa wote na ongezeko la ajira za watumishi wa afya ambao nimeshagusia, tutakamilisha ujenzi wa hospitali, vituo vya afya na zahanati zinazojengwa kote nchini. Tutaendelea kuboresha hospitali ya taifa ya Muhimbili na kuongeza uwezo wake kutoka vitanda 1435 vya sasa hadi vitanda 1757 ifikapo mwaka 2030. Itakapokamilika, itaweza kutoa huduma za kibingwa na kuwa hospitali ya kutumainiwa na kukimbiliwa katika Afrika Mashariki. Tutaongeza huduma za kibingwa za afya kwenye hospitali zetu za rufaa za mikoa na hospitali za rufaa za kanda ili kuwapunguzia gharama wananchi kutafuta huduma za rufaa nje ya mikoa yao. Tunataka badala ya kuwa na watu kuzifuata huduma ziwafuate watu. Mheshimiwa Spika, tutaendelea kuwekeza katika kujenga uwezo wa kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Tumejipanga kujenga hospitali moja kubwa ya kitaifa ya magonjwa ya mlipuko na tutaijenga kule mkoani Kagera. Vile vile tutajielekeza katika kuongeza uwezo wa uzalishaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi ili kupunguza uagizaji na kupunguza gharama za matibabu.
Katika hili tutavishirikisha viwanda vya ndani, tutavihakikishia viwanda vya ndani soko la uhakika kupitia Bohari ya Madawa MSD. Hali kadhalika tutakuza utafiti, utambuzi na utoaji wa ithibati wa dawa zetu za asili. Baada ya uwekezaji huu tutajielekeza zaidi kwenye kinga, yani preventive medicine, tofauti na tulivyo sasa kujielekeza zaidi kwenye tiba. Aidha, serikali inatambua mchango wa sekta binafsi katika utoaji wa huduma za afya, na ahadi yetu ni kuendeleza ushirikiano mkubwa na sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa sekta ya elimu, katika miaka 5 ijayo tunaanza utekelezaji kamili wa maboresho ya sera ya elimu inayosisitiza elimu ujuzi. Tutaendelea kuweka mkazo zaidi kwenye masomo ya sayansi na hisabati. Azma yetu ni kuongeza wanasayansi wabobezi katika eneo la sayansi ya data, akili unde, sayansi ya kompyuta na teknolojia za viwanda. Tutatumia mfuko wa Samia Scholarship kusomesha wanasayansi hawa ndani na nje ya nchi. Jambo hili litakwenda sambamba na kukamilisha shule maalum za sekondari za wasichana za sayansi na zile za vipaji za wavulana katika kila mkoa. Ili kuhakikisha mitaala na silabasi zetu zinatekelezwa kikamilifu, tutaunganisha kwa njia ya kidijitali shule za vijijini na mijini ili kubadilishana uzoefu na taarifa. Kama tulivyoahidi wananchi, tutaongeza mikopo ya elimu ya juu, kwani kipindi hiki kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu tutakuwa na kampasi za vyuo vikuu kila mkoa. Vile vile tutasimamia mpango wetu wa kuhakikisha kila wilaya ina chuo cha VETA chenye vifaa stahiki vya mafunzo kwa vitendo. Mheshimiwa Spika, nilishagusia swala la kuongeza walimu. Pamoja na walimu, tunaenda kuwekeza zaidi pia kwenye miundombinu ya shule za awali, shule za msingi na shule za sekondari mpya, pamoja na kuongeza madarasa kwenye shule zilizopo. Tunapotekeleza maendeleo jumuishi, tutaendeleza jitihada tulizozianza za kuweka miundombinu na vifaa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Pamoja na hao, tutaendelea tunakusudia kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mazao ya mahindi, mchele na mboga mboga barani ya Afrika. Tunafanya hivyo kwa kujielekeza kwenye kilimo cha kisasa, kwa kuongeza pembejeo kama mbegu bora, mbolea na viuatilifu kwa ruzuku. Tutaongeza upatikanaji wa maji ya uhakika na kuongeza eneo la kilimo cha umwagiliaji maji kutoka ekari milioni 3.4 hadi ekari milioni 5. Kwa kukamilisha ujenzi
wa mabwawa na skimu za umwagiliaji maji. Vile vile tutaanzisha skimu mpya ikiwemo kwenye bonde la mto Rufiji. Aidha, tutaanzisha vituo vya ukodishaji zana za kilimo ambavyo vitatoa huduma za matumizi ya teknolojia katika kilimo chetu. Ili kukuza uwekezaji kwenye sekta ya kilimo, tutaziimarisha benki zetu za maendeleo ya kilimo TADB na benki ya ushirika ili ziweze au zichochee mapinduzi tunayoyatazamia. Mheshimiwa Spika, pamoja na kuongeza uzalishaji, lazima pia tudhibiti upotevu wa mazao baada ya mavuno. Hivyo tutaendelea kuwekeza katika kuongeza uwezo wa kuhifadhi mazao chini ya Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula, wakulima wa mazao mbalimbali yaliyojumuishwa kwenye mfumo huo. Mifumo ya stakabadhi ghalani ambayo imeshaanza kuwaletea manufaa wakulima wa mazao mbalimbali yaliyojumuishwa kwenye mfumo huo. Tutatumia masoko ambayo tayari tulishafungua, na tutahakikisha kuwa fursa hizi zinakuwa na makubaliano yanayotekelezeka ili kuwa na uhakika wa masoko haya. Hapa tunakusudia masoko ya bidhaa ndogo ndogo kama mbaazi, chooko na ufuta. Tuwe na mikataba inayoeleweka na kutuhakikishia soko ili wakulima wanapovuna masoko ya uhakika yawe yapo. Pamoja na kujitosheleza kwa chakula kwa 8%, kwa sasa uzalishaji wa sukari na mafuta ya kupikia, hususan uzalishaji na usindikaji wa alizeti, chikichi na ufuta. Mheshimiwa Spika, kuna mazao ya biashara ambayo yalikuwa yakifanya vizuri sana na kuwanufaisha wakulima wengi, lakini yameathiriwa ama na bei za soko duniani au wawekezaji waliopewa viwanda vya kuchakata mazao hayo kushindwa kuviendesha vyema viwanda hivyo. Tutayasimamia kwa karibu zaidi mazao ya chai, kahawa, parachichi na pamba, tukiwa na shabaha ya kupanua masoko, kuongeza ushindani wa bei na kuwafaidisha zaidi wakulima wetu. Mheshimiwa Spika, serikali imeanza kuona fursa na kuleta mageuzi kwa sekta ya ufugaji. Miongoni mwa ahadi zetu kubwa ni kuongeza eneo lililopimwa na kutengwa kwa shughuli za ufugaji toka ekari milioni 3.46 hadi ekari milioni 6. Hatua hii itaepusha migogoro baina ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi, na itaongeza wigo wa uzalishaji wa malisho ya mifugo ili tuelekee kwenye ufugaji wa kisasa. Katika hatua za kufungua masoko ya kimataifa, tutaendeleza chanjo pamoja na utambuzi wa mifugo yetu nchini ili kuongeza ubora wa mazao ya mifugo, tuweze kuingia kwenye kumbukumbu za dunia na kutambulika sokoni. Pamoja na hatua hiyo, tutaendelea kuboresha kosafu breeds za mifugo, kujenga mabwawa ya kunyweshea, majosho, machinjio na miundombinu mingine muhimu kwa ajili ya ufugaji. Lengo ni kuwa na mnyororo wa kuongeza thamani ya mifugo na mazao ya mifugo kwa ajili ya kuliendea soko la nje. Yaani tutaongeza thamani, tufungue soko au tuongeze thamani ya mifugo yetu kwa ajili ya kuliendea soko la nje. Tutoke kwenye kumtazama ng'ombe na mlio wake, tutazame uzito wa nyama, ladha ya nyama, wingi wa maziwa, ubora wa ngozi na ubora wa kwato na pembe. Mtazamo huo ndio utakaoleta mapinduzi ya sekta ya mifugo. Mheshimiwa Spika, ninywe maji kidogo.
Asanteni sana. Mheshimiwa Spika, kwenye sekta ya uvuvi tunaenda kuongeza manufaa ya uvuvi wa Bahari Kuu na kwenye maziwa makuu. Tutakamilisha ujenzi wa bandari ya uvuvi iliyopo Kilwa ambayo itazalisha fursa za ajira takriban 30,000. Tutajenga bandari nyingine ya kisasa ya uvuvi kule Bagamoyo itakayofungamanishwa na kongani ya viwanda vya samaki. Tutafanya mapitio ya utoaji wa leseni za uvuvi kwa lengo la kuifanya nchi yetu kufaidika ipasavyo na fursa za uvuvi wa Bahari Kuu. Aidha, tutaendeleza utoaji wa mikopo ya boti, zana za uvuvi, makasha ya kuhifadhi samaki na miundombinu ya kukaushia. Vile vile tutawekeza zaidi kwenye vizimba na mabwawa ya kufugia samaki na kuwawezesha wananchi wengi zaidi kuongeza kipato na kujikwamua kiuchumi. Hili litakwenda sambamba na kutafuta majawabu ya teknolojia ya chakula cha samaki ambayo imekuwa ni changamoto kubwa kwa wafugaji wa samaki. Tutalipa kipaumbele suala la maendeleo ya uchumi wa buluu na sekta ya uvuvi ikiwemo kilimo cha kisasa cha mazao ya baharini. Mheshimiwa Spika, hatuwezi kufikia malengo yetu bila kuikuza sekta ya viwanda nchini. Hivyo tumejiwekea lengo la kuongeza kasi ya ukuaji wa sekta ya uzalishaji viwandani kutoka 4.8 hadi kufikia 9% kwa mwaka itakapofika mwaka 2030. Katika kipindi kilichopita tuliweza kuanzisha kongani kubwa za viwanda na kuvutia wawekezaji wengi zaidi, kiwemo kongani ya viwanda ya Kwala ambayo itakapokamilika itazalisha ajira 100,000 na hizo ni za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja ni ajira 500,000. Na kongani ya viwanda ya Buzwagi inayotarajia kuzalisha ajira 300,000 itakapokamilika. Tutaongeza kongani nyingine mpya na ya kisasa kule Bagamoyo ambayo nayo inatarajiwa kuzalisha ajira nyingi kwa vijana wa Tanzania. Tunapoanza safari ya pili wa miaka 5 ya awamu ya 6, tunajipanga kuweka kongani ya viwanda katika wilaya ili kuongeza thamani ya kilimo, uvuvi, mifugo na madini tunazozalisha huko vitakavyoweza kuzalisha bidhaa tunazozihitaji au zinazohitajika masoko ya maeneo yetu. Tutahamasisha ujenzi wa viwanda vitakavyozalisha vitakavyolisha viwanda vingine. Viwanda hivi vitazalisha malighafi na vipuri vitakavyotumiwa na viwanda vingine na viwanda vitakavyozalisha bidhaa zitakazohitajika kwenye masoko ya kikanda. Lengo la mkakati huu ni kuelekea kwenye taifa linalojitegemea. Mheshimiwa Spika, kuna viwanda ambavyo vimebinafsishwa lakini vimetelekezwa na havifanyi kazi. Hali hii inakinzana na dhamira njema ya kuvibinafsisha na pia inawakosesha wananchi soko na fursa za ajira. Kwa kuwa viwanda hivi vilikusudiwa kuongeza thamani ya mazao katika maeneo viliko, tutashirikisha vyama vya ushirika katika kuvifufua na kuviendesha. Lengo la serikali ni kuona kuwa ushirika una uwezo wa kusambaza pembejeo, kuzalisha zaidi, kuendesha viwanda vya ongezaji thamani ya mazao na kutafuta masoko pia. Ili kulitekeleza vyema ajenda yetu ya uchumi wa viwanda, tutaendelea kuimarisha miundombinu wezeshi ya umeme, maji, bandari, reli na barabara kwa ajili ya usafiri na usafirishaji wa malighafi na bidhaa. Tutafanya mapitio ya sera na sheria zetu za biashara ili kujenga mazingira wezeshi na bora ya kuvutia biashara na uwekezaji.
Vile vile tutaungana na majukwaa ya kimataifa ya uwekezaji barani Afrika na duniani kuiweka Tanzania katika nafasi ya kuvutia wawekezaji wakubwa duniani ili kufungua rasilimali zetu. Mheshimiwa Spika, Tanzania imebarikiwa sana na madini ya aina mbalimbali. Hadi sasa eneo lililopimwa na kufanyiwa utafiti wa kina ni 16% tu ya eneo lote la nchi yetu yenye miamba yenye madini nchini. Kazi yetu miaka inayokuja ni kuhakikisha madini haya yanawaletea maendeleo wananchi na kuwainua kiuchumi. Katika kipindi kilichopita tuliweza kuongeza mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa kutoka 6.8 mwaka 2020 hadi kufikia 10% mwaka 2024. Hatua hii inamaanisha madini yanachangia zaidi mapato kwa wananchi, makusanyo kwa serikali na uwekezaji kwenye huduma za kijamii. Kuelekea mwaka 2030 tutakamilisha mkakati wa madini adimu, yani critical minerals, ili serikali itambue aina ya madini, viwango vya madini na maeneo madini yalipo. Kwa kuwa madini ya kimkakati ndiyo yanayohitajika zaidi duniani, tutaongeza umakini katika kusimamia uwekezaji katika madini hayo. Katika jitihada zetu za kuendeleza sekta hii ya madini, tutapitia upya leseni zilizotolewa ili kubaini leseni ambazo hazijaendelezwa na kuchukua hatua ya kuzitoa kwa wachimbaji wenye nia ya dhati ya kufanya uendelezaji wa maeneo husika. Mheshimiwa Spika, wachimbaji wadogo wamekuwa nguzo ya kutegemewa katika sekta ya madini nchini. Hivyo basi tutatenga maeneo maalum kwa ajili yao, tutawapatia leseni na tutawaendeleza kwa kuwapa mitaji na mitambo ya uchorongaji pamoja na kuwapatia taarifa sahihi za kijiolojia. Aidha, tutaendeleza utaratibu wa Benki Kuu kununua akiba ya dhahabu kutoka kwa wachimbaji wadogo na wakati walio na leseni halali kutoka Tume ya Madini. Tunafanya hivi ili kuwahakikishia wachimbaji kuwa na mnunuzi wa uhakika, kupunguza utoroshaji wa madini na pia kurasimisha biashara ya uchimbaji kwa vijana wa Kitanzania. Mheshimiwa Spika, tutaendelea kuimarisha masoko ya madini na vito. Kipekee kwa madini ya Tanzanite, tunaenda kumalizia jengo la Tanzanite Exchange Center katika eneo la Mererani. Mbali na kuwa nchi yetu ni mzalishaji mkubwa wa madini haya, tunataka ifikapo 2030 Tanzania iwe kituo kikuu cha uzaji wa madini yote katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Hatua nyingine muhimu katika kuongeza mchango wa sekta ya madini katika maendeleo ya nchi ni kusimamia uongezaji wa thamani wa madini haya hapa nchini. Tunadhamiria kuwa na kiwanda cha kuchenjua madini, yani multipurpose refinery, ifikapo mwaka 2030. Tutaondokana na kusafirisha makinikia kwenda nje ili tuokoe ajira ambazo tumekuwa tukizipoteza. Vile vile tutaanzisha mfuko wa wakfu wa madini, Minerals Sovereign Wealth Fund, ili fedha zitokanazo na madini zije ziwafae vizazi vijavyo. Tunafanya hivyo tukitambua kuwa madini si mahindi kwamba ukiyavuna utatenga mbegu ili uyaoteshe tena. Tunajua kwamba ukichimba madini yana mwisho wake. Tunaweka fedha hiyo ili vijana wetu, vizazi vyetu vijavyo, watapokuja kukuta mashimo
wakute na fedha ya kuendeleza maisha yao. Mheshimiwa Spika, Tanzania imejaliwa na vivutio vingi vya utalii ambapo sekta hii na mchango mkubwa sana kwenye uchumi. Tunapoelekea 2030, tutaendeleza kuikuza zaidi sekta hii tukilenga kufikia watalii wa ndani na nje milioni 8 ifikapo 2030. Tunaamini kwamba kutokana na wingi na ubora wa vivutio pamoja na utajiri mkubwa wa kiutamaduni tunaweza kufikia lengo hili. Sasa ili kukuza utalii, tutafungamanisha vivutio vya utalii ili mtalii atumie siku nyingi zaidi akiwa nchini Tanzania. Vile vile tutaboresha vyuo vyetu vya utalii na ukarimu kwa kuongeza idadi ya watoa huduma wenye weledi katika fani zote kwenye sekta hii ya utalii na ukarimu. Sekta hii nayo ni sehemu muhimu ya mpango wa kuzalisha ajira kwa wananchi na kutuongezea akiba ya fedha za kigeni. Tutaendeleza pia jitihada za uhifadhi na utunzaji wa maliasili sambamba na kupambana na ujangili. Aidha, hatuna budi kuongeza nguvu kabiliana na changamoto ya wanyama waharibifu inayowakabili jamii mbalimbali zinazopakana na hifadhi kote nchini. Niwaahidi kuwa serikali itaongeza askari, vituo vya ulinzi, mbinu na vifaa vya kisasa ikiwemo ndege nyuki kwa kukabiliana na janga hilo la wanyama waharibifu. Mheshimiwa Spika, eneo jingine takalolipa uzito mkubwa ni sekta ya ujenzi. Kipaumbele chetu kitakuwa kukamilisha miradi mbalimbali ya ujenzi wa barabara ambazo tayari zimeanza na zinaendelea. Tutaongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya barabara kupitia TANROADS ili tufikie lengo letu la kuunganisha wilaya zote na makao makuu ya mikoa yao kwa kiwango cha lami. Kwa jiji la Dar es Salaam kwa umahususi wake, tutaboresha barabara kuu kwa kujenga barabara za juu katika makutano ya barabara katika maeneo ya Moroko, Mwenge, Magomeni na Tabata, na ujenzi wa awamu zilizobaki za miundombinu ya mabasi yaendayo haraka tunakwenda kuyamalizia. Tutajengea uwezo UDART ili iweze kusimamia vyema uendeshaji wa mabasi haya. Tutakamilisha pia ujenzi wa daraja muhimu, daraja la mto Msimbazi. Mheshimiwa Spika, tutaongeza pia bajeti na uwezo wa TARURA kuboresha barabara za ndani na za vijijini ili kuhakikisha Nawashukuru Mheshimiwa wabunge. Nawashukuru na mmenionyesha kwamba hii hapa ndipo nimegonga. Na kwa maana hiyo nikaweke nguvu kubwa kwenye eneo hili. Kwa tutahakikisha tunaipa bajeti ya kutosha TARURA ili kuhakikisha barabara za vijijini ziwe zinapitika mwaka mzima na kwa wakulima wanaweza kufikia masoko kwa urahisi. Kwa upande wa ujenzi wa makazi, jitihada zetu zitajielekeza kupunguza gharama za vifaa vya ujenzi ili tuwezeshe wananchi kujenga makazi bora. Tutaweka mkazo maalumu kwenye nyumba bora na nafuu. Tutasimamia utekelezaji wa sera zinazolenga kuboresha hali ya makazi kwenye maeneo yenye makazi duni. Tutashirikiana na sekta binafsi ili kuongeza uwekezaji kwenye miradi ya uendelezaji miji
kwa kujielekeza kwenye ujenzi wa nyumba za bei nafuu, yani affordable housing. Sambamba na hilo, tutaongeza kasi ya urasimishaji wa maeneo ya makazi na kuimarisha utatuzi wa migogoro ya ardhi kwa kupima ardhi nchi nzima kwa teknolojia ya kisasa ya satellite. Mheshimiwa Spika, hakuna maendeleo ya kiuchumi na kijamii bila nishati ya umeme wa uhakika na wenye nafuu. Hakuna. Katika kipindi kilichopita, tuliweza kuongeza kiwango cha uzalishaji wa umeme toka megawati 1600 na kufikia megawati 4000 na pia kufikisha miundombinu ya umeme kwenye kila kijiji. Tunapoelekea mwaka 2030, tumejiwekea lengo la kuongeza uzalishaji wa umeme maradufu kufikia megawati 8000 na tutaendelea kupanua mtandao wa umeme ili kuvifikia vitongoji vyote nchini Tanzania. Tutaongeza uzalishaji kwa kutumia vyanzo vya nishati mbalimbali ambazo nchi yetu imebarikiwa nazo, ikiwemo maji, jua, gesi, joto ardhi na upepo, na hata umeme utokanao na nguvu ya nyuklia. Vile vile, kupitia mpango wa gridi imara, tutakamilisha ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji wa umeme na tutaongeza vituo vya kupoza umeme ili kuhakikisha shughuli za kiuchumi na makazi yanapata umeme wenye nguvu inayotakiwa. Lengo letu ifikapo 2030, mikoa yote ya Tanzania iwe muunganishwa na gridi ya taifa ya umeme. Ili kuihakikishia nchi usalama wa nishati ya mafuta, tutaboresha miundombinu ya kupokea na kuhifadhi mafuta katika bandari zetu na maeneo ya kimkakati. Tutasimamia utekelezaji wa mkakati wa nishati safi ya kupikia. Lengo ni kufikia 80% ya Watanzania wanaotumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034, hatua itakayopunguza uharibifu wa mazingira na kulinda afya za watumiaji. Kwa upande wa gesi asilia, Mheshimiwa Spika, nataka niwatoe hofu waheshimiwa wabunge kwa tupo kwenye hatua nzuri ya majadiliano. Tumechelewa kwa sababu dhamira yetu ya dhati ni kukamilisha majadiliano hayo ya mradi huu mkubwa na wa kihistoria wa dola bilioni 42 wa uchimbaji wa gesi asilia. Kama tutakubaliana na wawekezaji hawa, mradi huo utabadilisha kabisa taswira ya uchumi wetu. Katika majadiliano yetu tumechelewa kidogo kwa sababu tunahakikisha tunapojadiliana tunazingatia maslahi mapana ya nchi na kuhakikisha mradi huu utaleta manufaa au utawanufaisha Watanzania moja kwa moja. Vile vile tutajielekeza pia kwenye kuongeza utafiti wa gesi asilia maeneo mengine ya baharini na nchi kavu. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa Tanzania ni lango kuu la kuzifikia nchi nyingine za Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, tunalazimika kuwekeza sana kwenye miundombinu ya usafiri na usafirishaji ili tuweze kutoa huduma njema kwa ndugu zetu ambao hawakupata bahati ya kuwa na milango ya kuingia na kutoka kwa njia ya bahari. Hii ndio njia pekee ya kunufaika na fursa yetu ya kijiografia. Ni kwa msingi huo tunaendeleza uwekezaji kwenye ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR ya ushoroba wa kati kwa kukamilisha vipande vilivyosalia, yaani Makutupora kuelekea Tabora, Tabora kwenda Isaka, Isaka kuelekea Mwanza na Tabora kwenda Kigoma, na vile vile kipande kinachoenda Burundi kutoka Uvinza na kwenda mpaka Msongati. Tutakuja na mkakati wa kuhakikisha
Reli inatengeneza ushoroba wa uchumi, biashara na uwekezaji kote inakopita. Tunajipanga pia kujenga reli ya SGR kutoka Tanga hadi Musoma. Asante waheshimiwa. Tunajenga SGR kutoka Tanga hadi Musoma na kutoka Mtwara hadi Mbamba Bay. Itakayofika pia kule Mchuchuma na Liganga. Sambamba na ujenzi wa reli mpya, tutasimamia maboresho ya reli zilizopo ikiwemo reli ya Tazara. Ninafurahi kuwataarifu kuwa hivi karibuni kutafanyika hafla ya kuweka jiwe la msingi la mradi wa ukarabati wa reli ya Tazara itakayofanyika kule nchini Zambia. Aidha, kwa reli ya zamani ya meter gauge tutafanya ukarabati wa vipande vya Tabora Kigoma, Kaliua Mpanda, Tanga Arusha, Ruvu Mruanzi ili nayo itumike kuchochea uchumi. Miradi yote hii itazalisha fursa nyingi za ajira kwa Watanzania. Katika kushirikisha sekta binafsi, tutasimamia ujio wa waendeshaji binafsi kwenye reli zinazojengwa na Shirika la Reli Tanzania. Kwa kuanzia, tutakuwa na mwendeshaji binafsi kwenye reli ya Tazara. Hatua hii itazidi kupunguza gharama za usafirishaji kwa wafanyabiashara. Vile vile, tunakusudia kujenga treni za mijini za kisasa katika miji ya Dar es Salaam na Dodoma Asante. Tunajenga reli hizo ili kuboresha usafiri kwenye majiji haya yanayokuwa kwa kasi kubwa sana. Kwa mfano, Dar es Salaam inatarajiwa kuwa na wakazi milioni 10 fikapo mwaka 2030. Hivyo kurahisisha njia za usafiri ni kurahisisha shughuli za kiuchumi. Mheshimiwa Spika, tukiangazia upande wa uchukuzi, mwelekeo wetu wa kisera ni kujenga mfumo fungamanishi, yani multimodal transport system, ambao utahakikisha kuwa bandari, viwanja vya ndege vyote nchini na vituo vya reli vina muunganiko wa usafiri na usafirishaji wa abiria na mizigo kwa njia mbalimbali. Baada ya maboresho ya miundombinu ya mifumo ya uendeshaji wa bandari ya Dar es Salaam, gharama za uendeshaji wa bandari zimepungua, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 258 zinaokolewa kwa mwaka. Fedha hizo zinatumika kuongeza uwekezaji ndani ya bandari hiyo ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Spika, kuelekea mwaka 2030 tutasimamia maboresho zaidi kwenye bandari zetu nchini. Tutaongeza gati 10 kwenye bandari ya Dar es Salaam ambayo kwa sasa ina gati 12. Tutakamilisha kuunganisha reli ya SGR na bandari ili mizigo isafirishwe kwa reli hadi bandari kavu ya Kwala, ambapo magari ya mizigo au malori yataanza kufanya kazi hapo kutoka Kwala kwenda maeneo mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi. Vile vile tutazidi kuboresha bandari zetu za bahari ya Hindi ikiwemo Tanga, ambayo tutaiunganisha kwa reli na bandari ya Musoma kule Mara. Tutafanya upanuzi wa maboresho kwenye bandari ya Mtwara, ambayo nayo tunakusudia kuunganisha na reli na bandari inayojengwa kule Mbamba Bay, Nyasa, mkoa wa Ruvuma. Bandari mpya itakayojengwa Bagamoyo itaunganishwa na bandari kavu ya Kwala. Hali kadhalika, tutaziendeleza bandari zetu za maziwa makuu za Mwanza, Kigoma na Kalema kule Tanganyika, na tutakamilisha ukarabati na ujenzi wa meli za abiria na mizigo zitakazotoa huduma kupitia bandari hizo, ikiwemo MV Mwanza ambayo tayari imeshaanza kutoa huduma kule kanda ya Ziwa.
Sambamba na hilo, tutakamilisha upatikanaji wa meli kubwa itakayotoa huduma katika bahari ya Hindi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa usafiri wa anga, pamoja na mambo mengine, tumepanga kuwa fikapo mwaka 2030 tulimarishe zaidi shirika letu la ndege la Tanzania kwa kuongeza ndege 8 nyingine, kuliwezesha shirika kuongeza miruko ndani na nje ya nchi. Mwelekeo wetu ni kufungua nchi pamoja na kukifanya kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere kuwa hub au kiungo cha safari za ndege za kimataifa. Aidha, tutakamilisha ujenzi wa viwanja mbalimbali unaoendelea, vikiwemo kiwanja cha kimataifa cha Msalato hapa Dodoma, viwanja vya Mwanza, Iringa na Mpanda. Aidha, tutaongeza viwanja vikubwa hasa vilivyopo pembezoni kwa nchi kwa lengo la kuendelea kupanua biashara na utalii. Miongoni mwa miradi hiyo ni viwanja vya ndege vya Mugumu kuelekea hifadhi ya taifa ya Serengeti, kiwanja cha ndege cha Njombe kukuza biashara, mazao na matunda na kurahisisha usafirishaji wake, na kiwanja cha ndege cha Kiabanjwa Kagera kitakachofungua fursa zaidi kwa mkoa wa Kagera. Serikali itajenga chuo cha anga na kuimarisha chuo cha anga cha taifa na kuimarisha mafunzo na kuvutia zaidi wataalamu wakiwemo marubani, wahandisi na wahudumu wa ndege. Mheshimiwa Spika, tunapotekeleza mkakati wa dijitali, uwekezaji kwenye tehama ni muhimu sana. Hivyo tutaendeleza kazi ya kuhakikisha mifumo yetu inasomana, ikiwemo mifumo mipya itakayoanzishwa. Tutaongeza matumizi ya teknolojia za kisasa ikiwemo akili unde ili kuboresha utendaji kazi na utoaji wa huduma. Kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF na kampuni za watoa huduma, tutahakikisha huduma ya mtandao inawafikia Watanzania wengi zaidi ili wasaidie kujiunga katika mifumo ya upatikanaji wa fedha na mitaji, yani financial inclusion, na kukuza biashara zao. Tutajenga pia chuo cha teknolojia ya kidijitali ili kuwajengea vijana wetu uwezo wa kushindana katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Mheshimiwa Spika, utunzaji wa mazingira ni suala muhimu sana katika maendeleo tunayoyapanga na kuyatarajia. Kuelekea 2030, taendelea kusisitiza utunzaji wa mazingira na mambo yake yote, vyanzo vya maji na mambo mengine. Tutaweka jitihada kubwa kwenye usimamizi wa biashara ya hewa ukaa kwa manufaa ya wananchi wa maeneo husika na taifa zima kwa ujumla. Vile vile, hatua hii itasaidia kupunguza migogoro ya mikataba katika siku za usoni. Mheshimiwa Spika, tutaendelea kulinda uhuru wa vyombo vya habari ili Watanzania wapate haki ya kupata taarifa za ndani na nje ya nchi. Tutaendelea kutoa leseni kwa vyombo vya habari na kulinda uhuru wa kufanya kazi zao kwa kufuata sheria za nchi. Tutaimarisha vitengo vya habari vya serikali ili viweze kutoa habari kwa weledi na kwa wakati. Aidha, tutaendelea kutambua waandishi wa habari za maendeleo nchini kupitia tuzo ya Samia Kalamu Awards. Mheshimiwa Spika, maendeleo ya nchi yoyote yanaonekana katika utamaduni na ustaarabu wake. Isitoshe, katika dunia ya leo, utamaduni ni bidhaa na utamaduni ni uchumi. Hivyo tutakuza na kuifanya lugha yetu ya Kiswahili kuwa bidhaa. Tutaendelea na maandalizi ya ujenzi wa studio. Vile vile, tutaendelea na maandalizi ya ujenzi wa studio ya kisasa ya filamu ili kupandisha thamani ya kazi za wachezaji filamu wetu hapa nchini. Tutajenga ukumbi wa kisasa wa maonyesho
ili kuwawezesha wasanii wetu kufanya matamasha ya kimataifa na kuvutia wasanii wa nje wakubwa kuja kufanya matamasha hapa nchini. Tunataka sanaa na filamu na muziki zitengeneze ajira na kuchangia uchumi wa taifa. Mheshimiwa Spika, michezo ni uchumi. Hatuwezi kupata matokeo makubwa bila kuwekeza. Miongoni mwa hatua tutakazozichukua ni kuanzisha na kuendesha shule za michezo nchini. Tutaanzisha shule hizo kwa lengo la kuandaa wana michezo wa leo na kesho. Kama mnavyofahamu, nchi yetu itakuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON mwaka 2027 na kuelekea huko tutakamilisha ujenzi wa viwanja vitakavyotumika, kiwemo uwanja wa AFCON uliopo Arusha na maboresho ya viwanja vingine nchini. Vile vile tutaendelea kuvutia michezo mbalimbali kufanyika hapa nchini ili kuongeza fursa zitokanazo na kuwa mwenyeji wa michezo hiyo. Mheshimiwa Spika, Tanzania inathamini ushirikiano wa kimataifa na ingependa kuishi na mataifa mengine kwa msingi wa kuheshimiana na kufaana. Serikali ina dhamira ya dhati kuendeleza mahusiano mazuri yaliyopo na nchi marafiki na mashirika ya kimataifa. Daima tutajielekeza katika kuongeza marafiki na kupanua fursa za kiuchumi kwa nchi yetu na watu wake. Kama taifa, tunapenda tuheshimiwe kama sisi tunavyoheshimu mataifa mengine. Asanteni sana. Asanteni waheshimiwa. Nataka nirudie, kama taifa tunapenda tuheshimiwe kama sisi tunavyoheshimu mataifa mengine. Na katika kulinda maslahi ya nchi hakuna mbadala. Katika kulinda maslahi ya nchi hakuna mbadala. Ni lazima tuhakikishe tunalinda utu, heshima na uhuru wetu. Tutaendelea kuongozwa na misingi ile ile ya sera ya nje iliyoasisiwa na waasisi wetu ya kutofungamana na upande wowote. Msimamo wetu ni umoja na ushirikiano badala ya mgawanyiko, majadiliano badala ya amri au mabavu, na haki badala ya visasi. Taifa la Tanzania limejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Nguvu yoyote inakusudia kuchafua misingi hiyo hatutokubaliana nayo. Asante waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Spika, kwa upande mwingine tutaendelea kuimarisha vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ili tuhakikishe ulinzi wa mipaka yetu na ulinzi wa raia na mali zao uko kwenye mikono mizuri au mikono salama. Vile vile taifa la Tanzania litaendelea kutimiza wajibu wake wa kuchangia misheni za ulinzi wa amani za kikanda na kimataifa. Mheshimiwa Spika, tumezungumza masuala mengi, ila msingi wa mafanikio ya yote haya ni utawala wa sheria, uadilifu na uwajibikaji katika kila ngazi, kuanzia juu mpaka chini.
kufanikiwa kwa yote tuliyoyasema ni kuwa na misingi imara, kuhakikisha wananchi wananufaika na rasilimali za nchi pamoja na kupata huduma wanazostahili. Tutaelekeza jitihada zetu kwenye mapambano dhidi ya rushwa, ufisadi, ubadhirifu, uzembe, ukosefu wa nidhamu na ukosefu wa maadili. Ni lazima tudhibiti wachache wanaotaka kuturudisha nyuma kwa kuendekeza maslahi binafsi. Aidha, ili kuimarisha uwajibikaji serikalini, tutaendelea kutekeleza programu za maboresho ya utumishi wa umma, ikiwemo matumizi ya mifumo ya upimaji na utendaji kazi. Wajibu huenda na haki au haki huambatana na wajibu. Hivyo basi, pamoja na kuwataka watumishi wa umma kuwajibika ipasavyo, tutaendelea kuboresha maslahi yao kadri uchumi utakavyoruhusu. Mheshimiwa Spika, vilevile tutaimarisha uwajibikaji na utendaji wa mashirika ya umma. Kuelekea 2030, tutafanya mageuzi ya mashirika ya umma ili kuboresha ufanisi, uwazi na tija. Tunataka kuongeza sio tu gawio ambalo serikali inapokea, lakini pia kufikia lengo la mashirika na taasisi za umma kuchangia angalau 10% ya mapato yote yasiyo ya kikodi. Nia yetu ni kujengea uwezo mashirika ya umma yaweze kushindana na kuwekeza nje ya Tanzania kama mashirika mengine ya nje tunavyoyaona hapa ndani kwetu. Mheshimiwa Spika, msingi mwingine wa mafanikio yote haya ni utawala wa sheria. Ahadi yetu ni kuwa serikali itashirikiana kwa dhati na Mahakama ya Tanzania kuhakikisha haki inapatikana kwa watu wote na kwa wakati. Tutaendelea kuwezesha mahakama kwa majengo, vitendea kazi, watumishi pamoja na kuimarisha matumizi ya tehama. Tunachukua hatua zote hizi ili mhimili huu uweze kutekeleza wajibu wake kwa ufanisi. Tutasimamia utekelezaji kamili wa mapendekezo ya Tume ya Rais ya kuangalia namna ya kuboresha taasisi ya haki jinai au taasisi za haki jinai. Tutaendelea kufanya mageuzi na maboresho katika taasisi zote zinazoshughulikia masuala ya haki jinai ili ziweze kukabiliana na vitendo vyote vya uhalifu. Kwa upande mwingine, serikali itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika sekta ya sheria, kiwemo Chama cha Wanasheria Tanganyika pamoja na asasi ili kuwezesha upatikanaji wa huduma za msaada wa kisheria kwa wananchi. Katika kipindi kilichopita, tumeona manufaa yake katika utatuzi wa changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi wa Tanzania. Aidha, tutakamilisha tafsiri ya sheria zetu zote kwa lugha ya Kiswahili, ikiwa ni hatua muhimu kuhakikisha wananchi tu wanaelewa kwa urahisi sheria za nchi. Mheshimiwa Spika, sikuweza kuyasema yote yatakayofanyika ndani ya kipindi cha miaka 5 ijayo kwa kuwa muda hauruhusu. Bila shaka nitapata wasaa mwingine kuhutubia bunge au bunge hili tukufu siku zijazo. Katika shughuli za kawaida za bunge, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri nitawateua hivi karibuni chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Watapata wasaa wa kufafanua kwa kina maeneo niliyoyagusia pamoja na maoni ya serikali ya kuwaletea wananchi maendeleo. Aidha, ikikupendeza Mheshimiwa Spika, hotuba hii iweze kujadiliwa na waheshimiwa wabunge
Na serikali itakuwa tayari kupokea maoni, ushauri na mapendekezo yenu kwa moyo mkunjufu ili tuweze kuyafanyia kazi. Mheshimiwa Spika, niliahidi bunge lako tukufu ushirikiano wangu binafsi na serikali ya awamu ya 6 katika kutekeleza yote haya kwa manufaa ya Watanzania ambao wabunge hawa wanawawakilisha. Rai yangu kwenu waheshimiwa wabunge ni kutoa ushirikiano wa dhati kwa serikali. Kwa pamoja tutajenga nchi ambayo mifumo inafanya kazi na miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa ufanisi ili Watanzania nao waweze kufanya kazi zao kwa bidii na weledi kwa maendeleo ya taifa letu. Namuomba Mwenyezi Mungu kuwa mwisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu, majengo na mambo yanayoonekana, bali pia kwa tabasamu la utu litakaloachwa kwenye nyuso za Watanzania. Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu nirudie hapo. Nilikuwa nasema naomba Mwenyezi Mungu mwisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu vitakavyoachwa, bali tupimwe kwa tabasamu takaloliacha kwenye nyuso za Watanzania. Tuna imani na Samia, tuna imani na Samia. Samia kweli, 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 Samia kweli, 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 wake bora. Asanteni wabunge. Asanteni waheshimiwa. Asanteni waheshimiwa. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, sasa ninayo heshima ya kutamka kwamba Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa limefunguliwa rasmi. Namuomba Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu Tanzania na atubariki wabunge na wananchi wote wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Mama huyo, mama huyo, mama, mama, mama huyo, mama huyo, mama etu, mama huyo tunampenda, mama huyo, mama tu, mama huyo, mama huyo, mama. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, kwanza nichukue nafasi hii kukupongeza sana kwa hotuba yako ilisheni mambo mengi kwa maslahi mapana ya taifa letu. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Umetoa matumaini makubwa kwa Watanzania kwenye bima ya afya ambayo Watanzania wengi wanateseka kipindi hiki. Hongera sana. Umetoa tahadhari kwa watendaji wazembe na bunge hili litakusaidia
kuwapumzisha watendaji wazembe. Kutoa tamko, miradi mikubwa itasimamia maslahi mapana ya taifa na wananchi kwa ujumla. Tumezungumzia mahusiano ya kimataifa. Mheshimiwa Rais, mimi nimekaa kwenye kamati ya Foreign, Defense na Homeland Security kwa miaka 16. Tunajua engagement ya namna gani kudeal na kuzungumza na mataifa ya nje, pamoja na wabunge wote hapa. Nikuhakikishie tutaboresha na kuimarisha mahusiano yetu na mabunge ya mataifa mengine kwa kamati zetu, pamoja na kuchukua wabunge mbalimbali kuzungumzia Tanzania wema na uzuri na kuvunja propaganda chafu zinazochafua taifa. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana kwa niaba ya wabunge wote kwa hotuba yako, kwa mapenzi yako. Kwa kweli tuna kiongozi anayejua shida za Watanzania na anayejua na ameweka roadmap wapi wa kumaliza matatizo hayo. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Tutafanya engagement na mabalozi wa nchi za nje nchini, tutakutana nao kindugu, kirafiki, kueleza namna halisi ya propaganda chafu ambazo zinafanywa kuathiri baadhi ya watu wetu, lakini hasa kulenga kuharibu uchumi wa taifa letu. Hilo tutaimaliza kusaidia Mheshimiwa Rais. Sasa tunakuja kwenye hoja ya kuahirisha bunge. Katibu, sasa namwita Mheshimiwa Waziri Mkuu kutoa hoja ya kuahirisha bunge na utupe tarehe, na hotuba yako isiwe ndefu, karibu utamu wa hotuba ya Rais. Ukishashukuru mawili matatu, tupe tarehe, tuanze mapambano. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie nafasi hii kwa dhati ya moyo wangu kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa imani kubwa aliyonionyesha kwangu kwa kuniteua nimsaidie katika jukumu la utumishi kwa nafasi ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitafanya kazi hiyo kwa bidii, kwa uaminifu na kwa uadilifu mkubwa. Pili, nimpongeze kwa dhati Mheshimiwa Rais kwa hotuba nzuri. Tumesikiliza hotuba hapa ya Mheshimiwa Rais ambayo imebeba maono na inatoa dira na ramani pamoja na uelekeo wa nchi yetu kwa kipindi cha uongozi wa serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi cha pili. Kwetu sisi serikalini, kwa niaba ya serikali, mawaziri watakaoteuliwa pamoja na watendaji wakuu wa wizara na taasisi zake walioko hapa, tumepokea kama maelekezo na miongozo ambayo tutaifanyia kazi. Kwa upande wa bunge pamoja na shughuli nyingine ambazo zitakuwepo za kibunge, tutakuwa na nafasi ya kutafakari, kuchambua na kuijadili hotuba hii wakati wa mkutano wa pili wa bunge. Kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kuwashukuru wabunge wote kwa ushirikiano ambao wametoa katika kuidhinisha jina langu. Aidha, kwa mara nyingine nikushukuru pia Mheshimiwa Spika, wewe binafsi kwa uongozi wako mahiri
tumeshuhudia ukianza vizuri. Tunaamini utaongoza vizuri bunge hili, na kwa niaba ya mawaziri watakaoteuliwa tukuahidi kwamba tutatoa ushirikiano kwako binafsi, naibu spika, pamoja na waheshimiwa wabunge wote. Tutapokea maoni, tutawasikiliza na tutafanyia kazi. Na kipekee niwashukuru wananchi wa jimbo la Iramba pamoja na Chama cha Mapinduzi kwa kukubali niendelee kuwatumikia kwa nafasi ya ubunge ulionifanikisha kuweza kupata nafasi hii. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema haya, naomba sasa kutoa hoja kwamba bunge lako liahirishwe hadi siku ya Jumanne tarehe 27 Januari 2026 saa 3 kamili asubuhi litakapokutana tena hapa Dodoma. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa, imeungwa mkono. Sasa mtawahoji. Waniafiki bunge kuahirishwa mpaka tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka 2026 waseme ndio. Ndio. Wasiafiki waseme sio. Waniafiki wameshinda. Waheshimiwa bunge, sasa wimbo wa taifa pamoja na Afrika Mashariki.
Members of the diplomatic corps from the European Union, Duncan, merci, gracias. Members from Brazil, Angola, Mozambique, muito bem. Thank you very much for attending this important function of our country and for your support and guidance in dealing matters of international affairs together. Thank you very much. Waheshimiwa wabunge, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kuna semina. Kwa hiyo niwaombe wabunge mhudhurie. Semina ni muhimu sana. Itawapa mwelekeo wa kanuni na namna bunge letu linavyoendesha. Nairisha shughuli za bunge mpaka tarehe 27 mwezi wa kwanza 2026. Waheshimiwa wabunge, tuketi. Waheshimiwa wabunge, msafara unaofuata sasa kutoka ndani ya ukumbi wa bunge unakuwa ni wa Mheshimiwa Makamu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, utaongozwa na Hamza Idrisa, mpambe wa bunge, na makatibu mezani Mkuta Masoli watafuatia Ruth Makungu, Athman Hussein, Asia Minja. Waheshimiwa wabunge, msafara unaofuata sasa ni wa Mheshimiwa Naibu Spika Daniel Baran Silo, akiwa ameongozana na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, na pia Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, na makatibu mezani watafuatia Yona Kirumbi, Bakari Kishoma, Zainab Isa, na mpambe wa bunge anayeongoza msafara huo ni Sabi Rutiginga.
Burudani kiganjani mwako ukiwa na mitandao yetu. Facebook, Channel